Mpenja, inakuaje Popo Boy? Niko vizuri. Hapo unaenda kama nani? Hapa sasa ni Mwamba Umalila. Mwamba Umalila. Mambo ya Popo Boy ni kwenye sanaa. Kidogo tumeweka pembeni. Hapa tupo kwenye kazi serious, nashukuru sana. Upiga mwingi. Nashukuru sana. Sisi mimi na Jadu tuingie. Wewe na Jadu, Betha na Jadu tutawachukua. Na Amani Ndimbo. Sasa. Baraka bwana, tuzungumzie mechi. Umekuwa kwenye kipaza kutangazia mechi hii ya leo. Pengine nini ambacho umekiona katika mchezo huu leo? Kwanza ni namna mechi ilivyokuwa imeandaliwa. Nafikiri moja kati ya watu waliocheza mind game kubwa zaidi kwenye hii game ni Ali Kamwe. Alivyofika alitia pressure kubwa, vita ikawa nje ya uwanja, na mara nyingi vita kama hizi zinawachukua watu wengi na zikaifanya mechi iwe na tension kubwa kutokana na vita ya maneno ya nje ya uwanja. Lakini la pili ni namna ambavyo Tabora United walifunga Yanga katika mechi ya kwanza. Goli 3-1 kilikuwa ni kipigo kikubwa zaidi kwa Yanga kupata msimu huu, na Yanga wamepoteza mechi 2 tu msimu huu ikiwepo hiyo. Kwa leo ilikuwa ni mechi ya kisasi, wanahitaji kushinda kwa vyovyote vile. Kwanza kuondoa doa la kufungwa na Tabora United, lakini la pili wanahitaji kukusanya alama 3 kwenye mbio za ubingwa. Hizi ni nyakati ambazo hakuna mtu anataka msaha. Hizi ni nyakati ambazo Yanga wanahitaji kupata alama nyingi kadri inavyowezekana. Kwa hiyo hii ni mechi ya 23 kwao, manake zimebaki mechi 7. Wapo kwenye mbio za kutafuta ubingwa. Kwa hiyo walihitaji sana kushinda, na hata walivyoingia uwanjani waliingia kwa kutafuta ushindi. Unaiona kabisa spirit ya wachezaji ni kubwa. Nilimsikiliza vizuri sana Miludi Hamdi, kocha wa Yanga, alisema Tabora iliyoifunga Yanga huenda imebadilika, lakini Yanga iliyofungwa na Tabora sio hii na yeye kuwa kocha. Kwa hiyo leo ameandaa mipango mizuri ya kutafuta alama 3, na of course wamecheza vizuri sana kwenye transition, wamecheza vizuri sana kwenye umiliki wa mpira, walidominate game 100%. Nafikiri wamechukua mechi na Tabora walikuwa ni second team kutoka dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Hawakuwa na on target yoyote nafikiri, wala off target wa kupiga nyingi, walitawaliwa maeneo mengi muhimu ya mchezo. Sawa, Baraka Mpenja, nimezungumza na mashabiki wengi wanalalamika kwamba magoli yalipaswa kuwa 5. Ulikuwa karibu kabisa na vipaza na screen. Pengine niambie kwa mtazamo wako wewe, unaona pengine lile goli la Clement Mzize alikuwa offside? Kulikuwa na sintofahamu. Najua mwamuzi msaidizi nambari 1 Makame mdogo, yeye ndo aliyeona offside, lakini walivyorudia kwenye picha za marejeo kwenye matangazo, a bit ilikuwa ina utata kidogo. Huku unaona moja kwa moja kama ni offside, kwa sababu kama ilikuwa ni offside manake yeye alikuwa amemhukumu Prince Mpumelelo Dube. Wakati mpira unatoka kwa Pacome Zouzoua, Prince Dube alikuwa onside, ambaye ndo alicheza mpira wa nyuma ambao Mzize alipiga shuti kali. Kwa macho yangu ambao niliona kwa television, nadhani lilitakiwa kuwa bao. Lilitakiwa kuwa goli. Na lingekuwa bao pengine ingekuwa ndo the best goal, ukiacha free kick ya Mwenda ambayo ilipigwa vizuri mno. Lakini wale wanaosema magoli yangekuwa mengi, of course Yanga alitengeneza nafasi, lakini Tabora United ni timu ambayo ina wachezaji wazuri sana na ni timu ambayo ina ushindani mzuri. Ukiangalia defense line imevunjika leo kutokana na ubora wa striker wawili ambao wana nguvu sana, Dube, Mzize. Kulikuwa na pressure kubwa ya Pacome Zouzoua, Max Nzengeli nafikiri alikasirika baada ya kutolewa, alitamani angekuwa na mchezo zaidi, lakini Yanga angeweza kufunga magoli zaidi ya hayo, kwa sababu mechi walikuwa wameitawala. Ni wakati mwingine kupoteza umakini, na football inakuwa iko hivyo, lakini magoli mengi 3 ni mengi sana. Sahihi. Mengi sana, sioni kama kuna sababu ya kulalamika. Enjoy, wafurahie Idi Pili, wale pilau, wameshinda 3-0. Ukitazama Young Africans kuna key players wao ambao hawakucheza kwenye mchezo huo leo, namzungumzia Aucho hakuwepo, lakini pia Stefano Zeki, na idadi kubwa magoli wamefunga Young Africans. Tunaweza tukasema kwamba Young Africans Tabora imekutana na timu bora kuliko Tabora? No doubt, absolutely yes. Unajua Yanga ina kikosi kipana. Licha kuwa na kikosi kipana chenye wachezaji wengi, wana uwiano mzuri wa kiwango. Unajua unaweza kuwa na wachezaji wengi lakini viwango vyao vinapishana pakubwa, kiasi kwamba kitoka mmoja unaona kabisa kuna gap. Hata ulivyoangalia lineup ya kwanza, ukiangalia back 4, Israel Patrick Mwenda hana muda mrefu ndani ya timu, lakini namna anavyocheza, namna anavyopandisha timu, una enjoy kumtazama.
amefunga goli zuri, na wakati natangaza mechi mimi nilihisi kabisa kwa sababu alikuwa Boka na Mwenda, lakini kwa namna anavyocheza Isra Mwenda kwa sababu ni right footer, so mimi nilianticipate kwamba ndiye atakayepiga, na nikawa najaribu kukumbuka kwamba ni mpigaji mzuri sana wa mipira ya namna hii, na mpira ulipokaa ilikuwa ni eneo sahihi sana kufanya ile Kevin kutafuta mwamba wa pili wa golikipa ambaye alikuwa amepanga ukuta vizuri, na alijaribu vizuri, mpira ukaingia pale alipotaka, ikawa ni goli zuri ambao watu wengi wamefurahi, na nimeona hata mitandaoni watu wanamsifu kwamba ni mchezaji bora, na hakuna wasiwasi, mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo ukiangalia midfield labda alikosekana Dr. Khalid Aucho, lakini Juki Abuya amecheza vizuri sana, yeye na Mdathir Yahya, unaona kabisa ni kama tu hakukuwa na pengo la Dr. Khalid Aucho. Tazama Stefani Aziziki, ni attacking midfielder wa kiwango cha juu sana, hakuwepo, na badala yake mwalimu ameanza na 2 strikers, na leo alianza na 4-4-2. Ni nadra sana Yanga kuwakuta anacheza katika mfumo huo. Mara nyingi wanacheza wachezaji 4, 2, 3, 1, lakini alianza na striker 2, bull striker Mzize, alianza na Dube katika eneo la juu, line ya chini pale akaweka Nzengeli, akaweka Pacome Zouzoua. Kwa ukiangalia namna alivyopanga timu, balance ya timu kuanzia nyuma mpaka juu, hakukuwa na pengo lolote la wachezaji ambao hawakuwepo kwenye mechi hii. Ndio sifa ya kuwa na timu yenye kikosi kipana na timu bora, na of course Yanga ni timu bora, hakuna wasiwasi juu ya hilo. Kwa kumalizia, mabao matatu ya Young Africans yamekosha Kolako, na lipi pengine limekukosha zaidi siku leo? Nafikiri bao la Isra Patrick Mwenda. Unalikumbuka lakini ulivyolitangaza? Of course maneno machache na yakumbuka, na nafikiri watu wengi wamefurahi. Labda maneno machache ambayo nimeyakumbuka. Mtukumbushe sisi ambao hatukuangalia kwenye TV. Yalikuwa ni maneno ya Kiswahili, ya Uswahilini ya mtaani. We mbaya hiyo. Kwa nimwambia golikipa mbaya hiyo wakati ilivyokuja marudio, kwa sababu alidive sana kujaribu kucheza ule mpira Joel, yule golikipa Joel. No, ilikuwa ni mbali, lakini hakuweza kufika. Angejaribu kugusa mpira ule labda angevunja nyonga, na haikuwa nzuri kwake. Ilikuwa ni mbaya sana ile. One of the best goal imefungwa kwenye free kick, na nimefurahi sana. Lakini goal la Dube of course nzuri kwa sababu namna alivyokuwa amekabwa, alivyocontrol mpira, pasi ya Pacome, na alivyoscrew ule mpira kwenda kuflip kujaribu kutafuta nyavu, na umepita karibu sana, yani na goalkeeper ambaye asingeweza kudaka. Kwa hiyo nafikiri ni magoli mazuri sana amefungwa katika mchezo wa leo. Lamzize fantastic, no doubt, ile movement aliyoenda nayo, namna walivyofanya pressing ya kuwanyang'anya mpira Tabora, nafikiri waliwakumbusha kwamba pamoja na 3-1 wao ndio Yanga na wao ni timu kubwa. Game nzuri sana. Bwana Baraka, sisi kushukuru sana kwa muda wako. Alhamdulillah. Idipili leo basi. Malizia.